tunashindana, ndio maana tuko kwenye vita ya mashindano kila siku. But we have been born again, but we fighting we have in the war. Kwa hiyo lazima uiambie dhambi nyamaza. So you must tell this thing now, be silent. Ambie si mimi sio wa hivyo. I'm not a kind of man like that. Sauti inayokuja unaiambia imeandikwa wazinzi hawataurithi ufalme wa Mungu. Tell him that the adultery are not inheriting the rightful. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu. The all conducted are they not inheriting. Wala wenye kutamani hawataurithi ufalme wa Mungu. For those who have been with the good and convinced. Wala watukanaji hawataurithi ufalme wa Mungu. For all abusing people are not inheriting the rightful. Mimi ni mwana wa Mungu. I'm the son of God. Kimoyo moyo unajipiga kifua unasema mimi ni mwana wa Mungu. You are talking in spiritual, give you a chance that I'm the son of God. Halafu nafunga macho yako kuangalia huko tena. After that you close your eyes, you not say again. Hello? No. Huyo ndiye anayeongozwa na Roho. That man is a man who guided by the Spirit. Kuongozwa na Roho, usisubiri tu ujazwe Roho unene kwa lugha. Don't wait now to be fulfilled by to speak by tongues. Tunaanza kuongozwa na Roho kwa msingi wa kusikiliza neno. We're starting by the Spirit, we're starting to hear the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kama Mungu atakuona tayari unalitii neno, if God will see you obey the word, atakwenda mbali zaidi, atakupa kipawa kingine uchazwa. He will go far, he's going very far now to give you the Holy Spirit to be. Wanafunzi wa Yesu walijazwa Roho, the Spirit of Jesus, lakini haikuanza kujazwa Roho, but not starting the Spirit to. Ilifika mahali Yesu Kristo akamwambia Petro, there is somewhere to go to Peter. Acha hiyo mitungu yako na hizo nyavu nifuate. Just leave this factor now, that's follow me. Kwa hiyo akakubali kuacha nyavu zake, akaanza kumfuata Yesu. So he said, "We now to leave that kind of properties and to follow Jesus." Akaacha watoto wake, akaanza kumfuata Yesu. He left now their children now starting to follow Jesus. Na wala hakumuuliza kwamba watoto wangu wanakula nini. And I cannot start here. My children know what to eat now. Maana yake akatii Roho. He obeyed the Spirit. Ambalo ni neno aliloambiwa. That is the word you have taught. Akaanza kumfuata Yesu. He started to follow Jesus. Andrew akaambiwa amfuate Yesu, naye akaanza kumfuata. Andrew had told that he had to follow Jesus. Akamkuta Mathayo mtoza ushuru yuko na pesa zake na yuko forozani anachangisha pesa. And I meet you the Matthew now in contribution in the temple. Akamwambia nifuate. And tell him not for. Akaacha zile pesa zake pale, akaanza kumfuata Yesu. He wanted now to follow Jesus. Hakusema kwamba niende kwanza kwa bosi. I'm not that let me go down to the boss in order to return this one. Kaanza kumfuata Yesu. He started to follow Jesus. Baada ya miaka mitatu, after 3 years, Yesu akaona sasa, sikia, nimewapima katika kiwango cha kawaida, mmefaulu. Jesus said them, I have now measure you to the dimension that I have seen. Sasa ninataka niwape roho kama roho. Now I need to give you the Spirit and the Spirit. Na ndio maana wote waliokuwa wamekaa pale gorofani hakuna hata mmoja ambaye hakujazwa. And that's why all people have now collected there. There are no one remaining without the Holy Spirit. Kwa sababu walikidhi haja za kiroho. Because descending have agreed now the Spirit of Roho ametangaza mfungo wa siku 5. For the Spirit now have now announced the fasting. Halafu amesema viongozi mtakula mandazi tu mawili na chai kikombe kimoja au uji. All leaders shall eat 2 plates and 1 cup or 2 cup of cheese. Acha kusema jamani. How can you eat? How can you eat? Wataniua. They will kill me. Hello. Sasa unaongozwa ili uwe na ile kauli yako iwe na nguvu za kuumba vitu. You begin in order to be well to be happy. Kubali kuongozwa na Mungu ili uwe wa Mungu. You must agree now to be guided by God in order to be. Kwa hiyo njia ya pili ya wewe kuwa wa kiroho, yani kuwa kama Mungu. The second way now to be the spiritual man ni kutembea kama Mungu, is to walk like a God, ni kuongea kama Mungu, is to talk like a God, ni kuwaza kama Mungu, is to think about God. Unayapinga mambo ya mwili, you reject the flesh, unaanza kufuata mambo ya roho, you decide to follow the spirit things. Kitabu kile cha Galatia sura ya 3, the book of Galatians chapter 3. Samahani, Galatia sura
Galatia 5:18. Galatia 5:18. The book of Galatians chapter 5. Nitasoma tu mimi hapa kwa ajili ya muda. Okay, tuanzie 16. Basi nasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Enendeni kwa roho. Sema kuenenda kwa roho. Sema kwa sauti zaidi. Anasema enendeni kwa roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo unapoanza kuenenda kwa roho, sasa hebu sikiliza mstari wa 17 anasema hivi. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho, hampo chini ya sheria. Sasa sikia, mkiongozwa na roho hampo chini. When you be guided, you are not under the spirit. Sikizeni vizuri, ukiongozwa na roho hapo chini ya nini? Sheria. Ukiongozwa na roho hapo chini ya nini? Sheria. Sasa sheria inayoongelewa hapa ni sheria za aina mbili. Kuna sheria kama Torati na kuna sheria ya viumbe. Anasema hapa duniani kuna sheria zake. In this earth there are common principles. Sheria ya viumbe hai. The principle of living things. Vyenye mwili. That's having the flesh. Ukiongozwa na roho unavuka sheria ya Torati. You begin the spirit. Lakini unavuka na sheria ya viumbe na mazingira. But you cross the principle of living things and the environment. Hello. Ndio maana unapoongozwa na roho, maana yake unaanza kutembea katika daraja la kiungu. But when you be guided by the spirit, you're going now to walk in the bridge of divine. Sheria za mwili au sheria ya dunia iko chini ya Mungu. The law of flesh or the law of hiyo ni neno la Mungu lililoandikwa. That's the words of God. Kwa dunia yote iko chini ya nani? Hiyo ni sheria. All this is under the. Unapoanza kuongozwa na roho, wewe unakuwa juu ya kuwa chini ya Mungu. When the spirit you be up. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu ananielewa? Does that understand? Wanaoongozwa na roho, those who guided by the Holy Spirit, hawako chini ya sheria. They are not under this principle. Sheria gani? Sheria ya dhambi. Sheria ya dhambi. Kuna sheria ya dhambi. The principle of the sin. Kuna sheria ya mauti. The principle of the death. Sasa unapoanza kuongozwa na roho, unaanza kuzivuka hizo sheria zote. So when you start to be guided by Holy Spirit, you have to cross. Unakuwa juu ya hizo sheria. You be up of that principle. Unaweza kuzungumza jambo likatokea. You can pronounce something and something. Kwa sababu umekaa katika daraja la muumbaji. Because you have taken to the bridge of creature. Ila ukikataa kuongozwa na roho. But when you reject to be guided by the Spirit. Ukakubali mwili ukuongoze. And you agree the flesh to guide you. Tumetangaza maombi ya siku 3. We have now announcing the 5 fasting. Hii ni sheria maombi. Yaani maombi tunafanya katika mwili. The prayers we done in the flesh. Lakini ni ya kiroho. But it is ambayo yatatupandisha daraja kutoka kwenye kukaliwa katika sheria za mwili. That can give us the dimension from to be of tunakuwa wa kiroho. We are being the spiritual. Anasema ukiongozwa na roho hauko chini ya sheria. Say when you be guided in the spirit, you are not under this principle. Sheria ya mauti. The principle of death. Sheria ya kutawaliwa na yule mwovu. The principle to be administered by the evils. Unakuwa sio binadamu wa kawaida, unakuwa roho. You are not in one ordinary man, you be the spirit. Maana kwa kawaida anasema ya kwamba yule roho tu atakapokujilia fanya lolote atakuja akubadilishe, utakuwa mtu mwingine. Mstari wa 6 anasema atakubadilisha na kuwa mtu mwingine roho. Kwa hiyo unapoanza kuongozwa na roho, hauanzi kunena kwa lugha kwanza, unaanza kwanza kuyafuata maneno ya Mungu ambayo ni roho. Halafu yanapokuongoza unakuwa juu ya sheria. And when you live with spirit, you are not in God, but you have to be able with this well delighted after there be. Unapokuwa juu ya sheria, sema lolote. When you be up the spirit, now you can talk with something. Bwana atakuwa pamoja na wewe. And God will be
you. Kwa sababu hautaongea wewe, ila ataongea yeye. You notice you talking yourself, but God. Kwa sababu utakuwa umezivuka zile kanuni za kukamatwa na kufungwa. Because already now crossing the principles to be crossed. Ukiwa mtu wa mwilini, unatamka mambo hayatokei. When you be the flesh man, you don't something will not. Kwa sababu wewe ni mtu wa kawaida. Because you are ordinary people. Tunataka uwe mtu wa kiroho katika jina la Yesu. Ili uweze kuvuka mipaka na kushinda vikwazo. In order to cross the boundaries and to. Nasema uwe mtu wa kiroho katika jina la Yesu. I say the man of spiritual one in the name of Jesus. Kufunga kabisa siku 5 tunakula tu mandazi. Fasting needs to be fasting by eating breads. Mwili unasema hapana. The flesh start to talk or it's never. Ukiongozwa na mwili, when you be guided with flesh, utakuwa wa kawaida. You will be ordinary. Ila ukiongozwa na roho unakuwa tofauti. But when you be guided with spirit, you be. Pigie Roho Mtakatifu mkofi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mstari wa 18. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu. Kuna watu hapa ambao wanafanyaga uasherati. Ukimwona mtu anafanya uasherati, huyo ni mtu gani? Mtu wa mwili ambaye anaongozwa na mwili. That's someone is sawa. Wachawi yuko. Anasema haya ndio matendo. Yaani ili umjue mtu wa mwilini, usisubiri akuambie, wewe angalia tu hivi vitu. Hello. Hata kama anatoa pepo, hata kama anahubiri mpaka moto unashuka, angalia ili umjue huyu ni wa rohoni au wa mwilini. Just look it up, it's not the spirit of flesh. Anasema uadui. Je, kuna mtu ambaye ulishagoma kabisa kusalimiana naye? Anasema huyo alishaniboa balaa, huyo sitaki. Hata tunapotoka hapo nasema msalimie jirani yako, wewe unafanya tu. Yaani hata kumpa mkono ulishagoma. Uadui. Ukiona unakuaga na roho ya uadui ambayo haiwezi kuachilia, jua wewe ni mtu wa mwilini. You have the spirit of witches. Na huwezi kuongozwa na roho wa Mungu, utaongozwa na roho za giza. And you cannot be guided by the spirit of God, but darkness spirit will guide you. Hello. Lord. Nilisikiaga kwenye ndoa moja kwamba mwanamke na mwanaume walishakosana, wana miezi 3. Ila wanaingia nyumba moja, ila hawaongei. Wanaongea kwa memo, ni karatasi wanaandikiana. Anaandika utuachie hela ya mboga. Alafu na mwanaume naye anakasoma kale ka memo na yeye anaandika. And the man is ready that iko kwenye draw. There's a drawer found there. Mtoto anaumwa, nataka hela ya kwenda hospitali. The child is sick and need the man to go to the hospital. Sasa siku moja huyo akawa anasafiri, akamwandikia mke wake, alikuwa anawahi kwenda airport. One day this man was on the journey, akaandika, ikifika saa 10 uniamshe. When the meeting takes now, wake up me. Niwahi usafiri. To meet the journey. Ilipofika saa 10 naye akaandika memo. When it reaches that time and he writes now with the piece of paper. Sasa saa 10 imeshafika. Just wake up now, the time is fulfilled now. Walijagoma kuongea. Uadui. Hebu sema kwa jina la Yesu. Roho ya uadui, roho ya uchawi, roho ya uasherati haina nafasi juu yangu. Katika
kuamka saa 12. Sasa ikabidi amsemeshe. Mbona hujaniamsha sasa nimeacha? How can you not tell me? Nilikuamsha, angalia memo. I wake up him now, just take the piece of paper there. Ilipofika tena saa 10 nakwambia saa 10 imefika, amka. Sasa na wewe ukuamka. After that time I'm talking now to write this message now. Roho ya uadui sema ushinde kwa jina la Yesu. Muulize jirani yako ya adui yako ni nani? Ask for him, say amen. Anasemaje? What is it? Ana. Sasa tunawaangalia watu wa mwilini. Now we look the flesh man. Lakini nisikilize vizuri. Hapa nikupe tahadhari. But now hear me very careful. Hata kama hauna adui lakini uwe na tahadhari. If you don't have the enemy that you have to be with. Wewe unaweza ukawa hauna lakini wao wanakutafuta. But you think that you don't have, but the same are fighting you. Kwa hiyo usimwamini kila mtu pamoja na. Don't believe anyone that you have. Hata kama hauna adui lakini usimwamini kila. Even if you don't have the enemy, but don't believe anyone. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Haya. Anasema hasira. Kuna watu wana hasira jamani duniani. Yaani kuna mtu ana hasira anatamani atukane tusi la nguoni ili moyo wake upungue. There's a man who is angry but he decided to talk the abuse man. Yaani akizungumza tu basi amesha. Yaani anaona kama hajafunga. And when he talk of this is a colleague. Anatafuta lile tusi kubwa la kabatini lilokaa chini kule. Hasira. Unajua hasira ya mwanadamu haitendi haki ya nani? Kama unataka kuongozwa na Roho na ili maneno yako yawe na nguvu, unapotamka kitu kiwe vile vile. In order you are going to have the power. Jiepushe kuitendea kazi hasira. That avoid now to follow your anger. Uwe na moyo mkuu. We have the strong heart. Kuna mtu mmoja akaniambia, unajua mchungaji, mimi sikubaliani mimi na hasira mimi. There were people have told me I am not. Mimi na hasira mimi mchungaji. I have the anger. Nikamwambia sikiliza, unajua hasira za mwanadamu hazitendi haki ya nani? The anger of man does not done the right of God. Hasira. Anger. Jamani, kuwa na hasira sio dhambi. To be angry is not a sin. Lakini kutendea kazi hasira yako ndio dhambi. But to done according to that anger. Yaani usiongozwe na hasira, uongozwe na uhalisia. Don't be guided with the anger, but you have to know. Usimwadhibu mtoto kwa sababu umekasirika. Don't punish your child because you have anger. Tabia iko kwa wanawake wengi. And this behavior having the woman. Anasema ninamtandika sasa hivi maana hasira ikipungua sitamtandika. I will beat him, but when angry will come down, I will not beat him. Jamani, wapo watu wa aina hiyo mshawaona? Yaani anasema yaani huyu nisipompiga sasa hivi nitamwacha, acha nimpige na hasira ninayo. Sasa hiyo sio hasira nzuri. Hiyo sio malezi mazuri. Usimwadhibu mtu kwa sababu umekasirika, adhibu kosa. Don't punish anyone because you have the anger. You have to punish it that he wrongs mistake. Hivyo ndio unavyoongea na huyu mkosaji. Are you talking like that with this wrong man? Yaani anataka mkosaji uongee naye kwanza amelala chini, umekanyaga kichwa, alafu tayari una fimbo kubwa mgorafu ndio unaanza, "Kwani nimefanya hivi?" Unaona mama na mtoto. Mtoto amekuja amekosea. Njoo hapa. Mtoto hataki kuja. Mama anafunga kibwebo. Pia wanaanza kukimbizana, leo namkamata. Sikiliza, unapofanya hivyo unakosea. When you do like that, you are doing that. Na kanuni ya kimaongozi inasema kwamba kama mzazi unamuonya mtoto, and the principle of halafu mtoto akakuinukia, and when the child is come now, wewe shuka, wewe nyamaza, just to back down and the silence. Kama mwanaume unaongea na mke wako, if the man you are talking with your wife, unamwambia juu ya madhaifu yake, and tell her about his